ambao walipata nafasi ya kuweza kutoa maoni yao. Wananchi nao mtaani pia wamekuwa wakieleza namna ambavyo wanatamani waziri mkuu ajaye awe na sifa zipi. Yes, kwa hiyo hapo ndipo ambapo tunasubiria. Kikubwa ni kwenda yeye kuifanya tu kazi kulingana na katiba, STK inasema nini, lakini pia maono yake mengine ambayo atakuwa amejaliwa kuhusiana na masuala mazima ya uongozi. Bwana, kesi inayomkabili Lissu ya uhaini iliendelea jana. Mwanasheria mkuu wa Chadema Daktari Rugemeleza Nshara amesimulia kilichojiri hapo jana katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Serikali ilikuwa inatakiwa ilete shahidi wake watatu. Shahidi huyo inaonekana kwamba ni shahidi wa kificho ambaye yuko katika ulinzi. Mara tu baada ya huyo serikali kusema kwamba au jamhuri kusema inataka huyo shahidi atoe ushahidi wake katika kizimba, mwenyekiti wa chama chetu Tundu Antipas Lissu aliwasilisha pingamizi akipinga kwamba huyo shahidi na mashahidi wote wale ambao wanadaiwa kwamba wamepata kinga ya mahakama wasiweze kuonekana kwamba hana sifa hiyo. Hajawahi kupata kinga hiyo ya mahakama kwa sababu ile amri ya Jaji Mtembwa haikutoa zuio kwamba au haikutoa kinga kwamba huyo mtu afichwe katika kizimba maalum. Katika maombi yao serikali ambao waliwasilisha tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka 2025, wao waliomba kwamba majina yao na utambulisho wao ndio ambao ufichwe, lakini sio kwamba wafichwe katika kizimba maalum ambacho kimejengwa. Na sheria iko wazi, ile kanuni ambazo zimetungwa mwaka huu mwezi wa 7 zinasema kwamba inabidi mtu anayetaka kutoa ushahidi kwa kificho, hicho kizimba chake maalum lazima kiwe sawa, kinamwonyesha kwamba asionekane kwa upande wa watu ambao wako mahakamani, lakini aonekane kwa jaji na au hakimu ambaye anasikiliza kesi. Sasa kizimba ambacho kimejengwa hapo mahakamani, hata majaji hawezi kumuona huyo shahidi. Kwa hiyo ni kwamba inakuwa ni mtu hata una uhakika nini kinaendelea. Msingi mkubwa wa jaji kumuona shahidi au mtu anayetoa ushahidi kwa kificho ni kwamba wao waweze kujua ni nani na waweze kuhakikisha kwamba yeye anavokaa pale mahakamani kuaminika kwake kunakuwa kukoje. Kwa hiyo Lissu ameweza kupitisha mahakama katika sheria mbalimbali na jinsi ambavyo zile kanuni zimekiukwa, na msingi mkubwa wa zile kanuni bado, licha kwamba mtu wa shahidi anakuwa amefichwa, lazima ile haki ya kusikilizwa kwa ukamilifu au usawa mbele ya sheria izingatiwe, na kwamba haki ionekane inatendeka. Hasa kama shahidi anafichwa, hata jaji amuoni na amjui ni nani, inaweza kuwa hata mashahidi wa kubambikiza au wengine wa mchongo ambao wanaweza kuingiza katika kivuli kile. Kwa hiyo upande pekee ambao unamfahamu ndio ilikuwa ni hoja ya mwenyekiti. Upande pekee katika kesi ambao unamfahamu shahidi huyo ni upande wa mashtaka. Jaji amfahamu na mshtakiwa hata mfahamu. Kwa hiyo ikawa ni hizo hoja, na amepitisha mahakama katika hoja mbalimbali za kuonyesha jinsi gani kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa imesiginwa, ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A na ibara ya 107 A kubwa ibara ndogo ya 2, ambazo zote zinakazania kwamba msingi wa kusikilizwa kwa ukamilifu. Na akazungumzia vile vile kwamba hata hii sheria basi, hii sheria ambayo inadaiwa kwamba ndio ambayo inatoa haki ya kificho ambayo ilitungwa mwaka 2018, sheria hiyo haijawahi kuchapishwa katika gazeti maalum la serikali. Katika gazeti la serikali likitangaza kwamba sheria inaanza kufanya kazi lini, hatari yake ni nini? Mwenyekiti ameeleza kwamba watu wengi wameguswa sana na hiyo sheria ambayo haijawahi kuchapishwa kwenye gazeti la serikali. Sawa. Haya kimsingi alijiri jana Novemba 12 katika kesi ya uhaini ambayo kimsingi na mkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Bwana, Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT kupitia kwa mwenyekiti wa jumuiya hiyo Askofu Daktari Stanley Hotai jana waliketi na walizungumza na waandishi wa habari kule Dar es Salaam. Sasa mwenyekiti Askofu Dr. Stanley Hotai alizungumzia uvunjifu wa amani, mauaji ya wananchi na uharibifu wa mali yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT imepokea kwa huzuni na masikitiko makubwa taarifa mbalimbali kutoka kwa makanisa wanachama nchi nzima kuhusu matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Taarifa hizo zimeonyesha kuwepo kwa vitendo vya uvunjifu wa amani
mauaji ya wananchi, uharibifu wa mali na matukio yaliyosababisha maumivu kwa familia nyingi na jamii kwa ujumla. Hali hii imegusa moyo wa CCT na imeibua maombi na tafakari kubwa juu ya hali ya taifa letu. CCT inakemea vitendo vyote vya ukatili, ikiwemo mauaji ya watu, kujeruhiwa watu, uvunjivu wa haki za kibinadamu na uharibifu wa mali katika kipindi hicho, bila kujali vimetokana na upande gani. Vitendo hivyo havilingani na maadili, utu, haki na misingi ya amani ambayo taifa letu limekuwa likijivunia kwa muda mrefu. CCT inasisitiza kwamba haki, utu na upendo ni nguzo kuu za amani ya kweli kwa maendeleo ya watu na taifa kwa ujumla. Tunatambua kwamba matukio haya yanaweza kuwa yamechochewa na changamoto za kijamii na kiutawala, ikiwemo ukosefu wa mawasiliano na uaminifu kati ya viongozi na wananchi. Ni muhimu kujenga tena uhusiano wa heshima, uwazi, haki na ushirikiano kwa manufaa ya taifa letu. Kwa unyenyekevu mkubwa, CCT inatoa pole za dhati kwa familia zilizopoteza wapendwa wao na kuwaombea faraja kwa Mungu. Aidha, CCT inaombea kwa Mungu majeruhi wote wapate uponyaji wa haraka na matumaini mapya. Kadhalika, CCT inatoa pole na kuwatakia matumaini mapya wale wote waliopoteza na kuharibiwa mali zao. Sawa. Na mwenyekiti pia wa jumuiya hiyo ya Kikristo Tanzania kwa maana ya CCT alisema kwamba ipo haja ya kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yenye kujumuisha wadau mbalimbali ili kufanya tathmini ya matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu na kuweka mikakati ya umoja, amani, haki, lakini pia maridhiano. CCT inashauri kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yatakayojumuisha wadau mbalimbali kwa lengo la kufanya tathmini ya matukio yaliyotokea na kuweka mikakati ya kuimarisha umoja, amani, haki na maridhiano nchini, kama alivyosema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake baada ya kuapishwa tarehe 3 Novemba 2025, na nukuu, tunaunganishwa na mawasiliano, mazungumzo na maelewano, mwisho wa kunukuu. Hii ni sawa na neno la Mungu katika Methali 11:14 isemayo, pasipo mashauri taifa huangamia, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. CCT inahimiza uhuru wa maoni na kwa vyombo vya habari, kuhimiza uhuru wa maoni na vyombo vya habari. CCT inapendekeza kuwepo kwa mazingira yenye uhuru wa maoni na matumizi yenye uwajibikaji vyombo vya habari ili kuchochea majadiliano yenye kujenga na kusaidia kupunguza hisia za maumivu katika jamii, msaada na faraja kwa waathirika. CCT inatoa wito kwa serikali yetu, taasisi na wadau mbalimbali kutoa msaada wa kibinadamu kwa familia zilizoathirika, kuwasaidia majeruhi na kuchukua hatua za kurejesha hali ya utulivu na matumaini nchini. Aidha, CCT inaisihi serikali kuweka mazingira wezeshi kwa taasisi na wadau mbalimbali kwa ajili ya utoaji wa misaada hiyo. Mwisho, CCT inaamini kwamba amani ya kweli hutokana na haki, kama neno la Mungu lisemavyo katika Isaya 32:17, na kazi ya haki itakuwa amani na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima.